Pedro Gonçalves amkabidhi Buba vita ya robo fainali. Kocha wa Yanga Pedro Gonçalves hataki kupoteza muda kuelekea mchezo muhimu wa Jumapili dhidi ya timu ya JS Kabylie ya Tunisia baada ya kuanza kumpa majukumu maalumu nyota wake mpya Buba kwa ajili ya pambano hilo la ligi ya mabingwa barani Afrika. Yanga inahitaji ushindi katika mchezo huo utakaopigwa dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar ili kufuzu hatua ya robo fainali ya michuano hiyo mikubwa barani Afrika. Hivyo, maandalizi yamekuwa makali huku benchi la ufundi likihakikisha kila mchezaji anakuwa tayari kwa vita hiyo. Kwa mujibu wa ofisa habari wa klabu hiyo Ali Shaban Kamwe, Buba ni miongoni mwa wachezaji watakaobeba jukumu la kuipambania nembo ya Yanga kuhakikisha timu inasonga mbele. Amesisitiza kuwa ujio wa kiungo huyo unaongeza nguvu na chachu mpya ndani ya kikosi. Ali Shabani Kamwe amesisitiza kuwa ujio wa kiungo huyo unaongeza nguvu na chachu mpya ndani ya kikosi. Kamwe amesema kikosi hicho kimeondoka tayari kuelekea Zanzibar kwa maandalizi ya mwisho huku akieleza kuwa kocha Pedro Gonçalves amefanya kazi kubwa kuandaa kikosi imara kitakachokuwa na uwezo wa kuivusha Yanga katika hatua hiyo nyeti. Buba yupo ndani ya kikosi na tayari ameanza kupewa majukumu ya kuhakikisha Yanga inafuzu robo fainali kwa kufunga JS Kabylie katika dimba la New Amani Complex siku ya Jumapili, amesema Kamwe. Hata hivyo, Yanga itamkosa Mohamed Namaro katika mchezo huo kutokana na kutumikia adhabu ya kadi aliyoipata katika mchezo uliopita, wakati wachezaji wengine wote wakiwa fit na tayari kwa pambano hilo. Kiungo huyo mpya wa kikosi hicho Buba aliwasili rasmi nchini na kuanza mazoezi mara moja, akionyesha utayari wa kuanza safari yake mpya ndani ya timu hiyo yenye malengo makubwa msimu huu. Mara baada ya kukamilisha taratibu zake zote muhimu, hakupoteza muda na kujiunga na wachezaji wenzake kambini kuanza kazi rasmi. Katika mazoezi yake ya kwanza, kiungo huyo alionekana kuwa na ari na nguvu, akishiriki kikamilifu programu yote iliyopangwa na benchi la ufundi. Kocha mkuu wa timu hiyo Pedro Gonçalves amefurahishwa na hali yake ya utimamu wa mwili na anaonekana kuwa fiti na tayari kuendana na kasi pamoja na mfumo wa timu. Wachezaji wenzake walimkaribisha kwa furaha na kumpa sapoti, wakiamini uzoefu na uwezo wake vitaongeza ushindani chanya ndani ya kikosi. Ujio wa Buba unaelezwa kuwa sehemu ya mkakati maalum wa kuimarisha safu ya kiungo, hasa katika kipindi hiki ambacho timu inapigania mafanikio kwenye mashindano mbalimbali ya ndani na kimataifa. Na sasa kikosi cha Yanga kinaendelea na maandalizi makali kuelekea mchezo wao wa mwisho wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya JS Kabylie utakaochezwa Jumapili hii katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar tarehe 15 Februari ya mwaka 2026. Buba Jem huenda akawa sehemu ya kikosi katika mchezo huo ambao unaweza kuwa na wa kwanza kwake kutambulishwa rasmi uwanjani tangu aliposajiliwa katika dirisha dogo la usajili. Mashabiki wanasubiri kwa hamu kuona atakavyoanza safari yake mpya akiwa na jezi ya wananchi. Tayari Young Africans wako Zanzibar sasa rasmi kwa ajili ya kukabili JS Kabylie. Wakishinda Young Africans kuchukua pointi 3 kwa JS Kabylie, basi watasubiri tena kama National Al Ahly itamfunga AC FAR Rabat. AC FAR Rabat akifungwa na National Al Ahly, basi rasmi Young Africans itakwenda katika hatua ya robo finali klabu bingwa barani Afrika. Hivyo Yanga inategemea matokeo mawili ya kwao pointi 3 pamoja na mengine ya National Al Ahly kumfunga AC FAR Rabat. Na kumbuka National Al Ahly anataka kujaza full house katika uwanja wao wa nyumbani kwa ajili ya mchezo dhidi ya FAR Rabat, AC FAR Rabat. Endelea kusalia nasi, usahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Queen Liz wa Sport, mpaka mwingine, kwaheri na uwe na wakati mwema.